Chunga sana wakati wa mafanikio. Mara nyingi kwenye mafanikio kunakuja na vitu vya kuondoa katika mpango wa Mungu. Mara nyingi mafanikio yanakuhamisha katika kumtegemea Mungu, unaanza kutegemea mafanikio uliyokuwa nayo. Usifurahi adui yangu, niangukapo nitasimama tena. Sio maneno rahisi katikati ya mtu anayepita kwenye eneo gumu. Shetani hakufuati kwa kutafuta maneno mapya, anakuja moja kwa moja. Nini unachokitegemea? Tukikiondoa hicho, tutakukamata. Unaweza ukawa hujui kama una kitu cha thamani ambacho umepewa na Mungu ukakidharau. Shetani huwa gadharau. Kuna mambo ya rohoni lazima uyalinde kuliko unavyofikiri. Sio vitu vyote vya rohoni vinazungumzwa. Na wakati mwingine nazungumzia katika eneo la ndoto, kwa sababu ndilo eneo ambalo limewatesa watu wengi. Umeota ndoto, unaenda kwa mtu ambaye hajui lolote, unaenda kumweleza ndoto yako. Kuna wengine wapo kwa ajili ya kuhamisha hiyo ndoto. Shetani anapojua nguvu zako anakusumbua. Unaweza ukasema unapita kwenye eneo gumu, hujajua wengine wanapita katika maeneo gani. Kuna uwezekano ukamatwa katika ulimwengu wa roho, kuna uwezekano ukamatwa katika ulimwengu wa mwili, lakini kuna kitu kimekamatwa. Mungu mtakatifu, Baba, Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako na wema wako. Asante kwa ajili ya siku mpya ambayo Mungu umetupa. Tumeona baraka zako, tumeona uaminifu wako, na tumekuja Mungu mikononi mwako kujifunza na kutafakari kile ambacho Mungu umekusudia kwenda nacho tunapofungua mwaka huu mpya mbele za uso wako Bwana. Kwa semina hii ya kwanza, Roho Mtakatifu ukaseme na maisha yetu, tuhudumie kama upendavyo. Gusa maisha yetu, yafanye kuwa maisha mapya, tutengemeze katika uweza wako. Ile damu yako inenayo mema Bwana kuliko damu ya Habili ikanene mema katika madhabahu hii, ikituhudumia katika nguvu na utukufu wako. Asante kwa kila mmoja ambaye Mungu umemleta kwa ajili ya kusikia kwako. Nami Baba nimemweka mikononi mwako, nikiomba Mungu asirudi kama alivyokuja. Wewe mwenye kutuhudumia atuhudumie. Kaa pamoja nasi Bwana, ruhusu nguvu zako, ruhusu wema wako, ruhusu na fadhili zako ziende juu yetu Bwana, katika jina la Yesu Kristo tunaomba tusikie, amen. Naomba uchukue nafasi ya kuketi. Bwana Yesu asifiwe. Ninaendelea na msingi wetu Mika sura ya 7. Tuanzie mstari ule wa 7 hata ule wa 14 hata ule wa 13. Mika 7 hata 13. Sio tutasimama sana na mstari wa 8. Nami ninatangulia kusoma. Lakini mimi namtazamia Bwana, nitamngojea Mungu wa wokovu wangu. Mungu wangu atanisikia. Usifurahi juu yangu, adui yangu, niangukapo nitasimama tena. Nikaapo gizani, Bwana atakuwa nuru kwangu. Nitavumilia ghadhabu ya Bwana, kwa kuwa nimemwasi. Hata atakaponitetea teto langu na kunifanyia hukumu, atanileta nje kwenye nuru, nami nitaiona haki yake. Ndipo adui yangu ataliona jambo hilo, na aibu itamfunika yeye aliyeniambia, yuko wapi Bwana Mungu wako? Macho yangu yatamtazama, sasa atakanyagwa kama matope njia kuu. Amen. Wapendwa watu wa Mungu, jana tuliweka msingi wetu na nilikuwa na maelezo kwa ajili ya taifa la Israeli. Kwa nini Mika anasema maneno haya? Na nikaeleza juu ya Israeli. Israeli alikuwa amesimama vizuri na Mungu, na alikuwa anatembea katika nguvu za Mungu, na Mungu alimfanikisha Israeli. Na mafanikio makubwa ya Israeli yalikuwa ni juu ya imani yake. Alimwamini Mungu wake, alimwamini sana Mungu wake kiasi kwamba alikuwa anajua mataifa mengine hayataweza kugusa juu ya Mungu wake. Kwa hiyo imani ya Israeli, taifa kwa ujumla, ilikuwa iko juu sana. Lakini jambo la pili nilizungumza, Israeli aliamini sana manabii wake.
Mungu alikuwa anasema na Israeli kupitia manabii, na wale manabii walikuwa wanafunua siri za mataifa mengine. Israeli akajenga nguvu kwa manabii wake, na mataifa mengine hawakuwa wanapenda juu ya manabii wa Israeli, waliwachukia kwa sababu walikuwa wanatoa siri za mataifa mengine. Na jambo la tatu nilizungumzia mshikamano wa taifa la Israeli. Walishikamana sana, na kwa sababu ya haya mambo matatu Israeli akafanikiwa. Alipofanikiwa Israeli, maadui waliomzunguka Israeli, mataifa yaliyomzunguka Israeli yalimchukia, na kwa sababu Israeli alikuwa amefanikiwa, mafanikio ya Israeli yakasababisha amwasi Mungu. Jana sikutaka kugusa eneo hilo. Chunga sana wakati wa mafanikio. Mara nyingi kwenye mafanikio kuna kuja na vitu vya kuondoa katika mpango wa Mungu. Mara nyingi mafanikio yanakuhamisha katika kumtegemea Mungu, unaanza kutegemea mafanikio uliyokuwa nayo. Israeli akafika kiwango cha juu cha mafanikio, akamwacha Mungu, akajitegemea mwenyewe, akategemea siasa yake, hakumtegemea tena Mungu, hakutegemea tena manabii, alianza kujishika mwenyewe. Na kwa sababu hiyo Mungu akamwacha, akaruhusu Wababeli waende wakamkamate Mwisraeli. Israeli akachukuliwa akapelekwa uhamishoni Babeli. Israeli akakaa uhamishoni Babeli. Alipokuwa yuko uhamishoni Babeli, mambo yalikuwa ni magumu sana, kwa sababu wale waliokuwa makuhani walichukuliwa. Kwa hiyo Israeli hakupata ibada, manabii hawakutoa tena unabii kwa ajili ya taifa lao. Mshikamano wa Israeli ukavunjika, Israeli akakosa matumaini. Maadui waliomzunguka wa Israeli, wakiwepo wa Misri, wakiwepo wa Ashuru, wakiwepo wa Amori, wakaanza kumdhihaki Israeli wakimwambia kiko wapi? Na kwa sababu Israeli amepoteza ile tumaini lake, amepoteza zile fikra zake, Israeli amebakia yuko katika hali ya uhamisho. Israeli hana tena matumaini. Lakini mabaki ya Israeli waliobakia walianza kumwomba Mungu, na Mungu anamwamsha Mika akiwa yuko ugenini. Mungu anamwamsha Mika akiwa yuko uhamishoni Babeli, na Mika anarudisha tumaini kwa Wanaisraeli. Anaanza na kuambia mataifa wanaomdhihaki, anasema usifurahi adui yangu, niangukapo nitasimama tena. Sio maneno rahisi katikati ya mtu anayepita kwenye eneo gumu. Sio maneno rahisi katikati ya mtu ambaye yuko uhamishoni. Sio maneno rahisi mtu ambaye hana ibada. Lakini Mika anaamka, anasema usifurahi adui yangu, niangukapo nitasimama tena. Hiyo nilipita jana. Leo natamani tusogee mbele, tutajifundisha mambo machache ambayo natamani haya yatusaidie, yatakuwa ni muhimu juu yetu na juu ya maadui zetu. Leo sitaanza sana kuzungumza na taifa la Israeli. Leo natamani sana nianze kuzungumza na kanisa kwa lengo la kulijenga. Na nimesema vita yetu haiko mwilini, vita yetu kubwa haiko rohoni. Na adui akifahamu rohoni kwako kuna namna gani, adui anatafuta hiyo nafasi ya rohoni kuweza kukuhamisha. Na nikasema maneno haya kutoka kitabu cha Waamuzi. Naomba kama unaandika utaandika mistari kadri nitakavyokuwa na kueleza. Anza Waamuzi sura 16. Waamuzi sura ya 16. Mimi nitaanzia mstari wa 6. Wewe nitakupa kazi ya kwenda kusoma sura yote ya 13 hadi sura ya 16 ya kitabu cha Waamuzi. Mimi nitasoma hii mistari kwa kurukaruka kwa sababu ya lile ninalotaka kulieleza siku hii ya leo. Waamuzi sura ya 16. Mimi nitaanzia mstari wa 6. Ukipata nafasi wewe isome yote. Biblia inasema hivi. Waamuzi sura ya 16 mstari wa 6. Delila akamwambia Samsoni, tafadhali niambie asili ya nguvu zako. Delila akamwambia Samsoni, tafadhali niambie asili ya nguvu zako nyingi, na jinsi uwezavyo kufungwa ili
ili uteswe. Sentensi inasema aliambiwa, niambie asili ya nguvu zako nyingi na ufanyweje ili uteswe. Shetani hakufuati kwa kutafuta maneno mapya, anakuja moja kwa moja. Nini unachokitegemea? Tukikiondoa hicho tutakukamata. Nini unachokitegemea? Kikiondoka hicho utafanyika kuwa wa kawaida. Nini unachokitegemea? Hii ilikuwa ni maneno ya Delila. Lakini ndivyo alivyo shetani, anatafuta nini unachokitegemea. Nini egemeo lako? Nini tumaini lako? Kipi kinachokutia jeuri ni nini? Hicho shetani anakitaka. Kuna wakati mwingine Mungu anatupa hiyo neema, tunategemea ibada. Saa nyingine tunategemea sadaka zetu. Saa nyingine tunategemea maombi. Saa nyingine tunategemea maombezi. Shetani anajua kwamba akikuzuia hapo amekumaliza. Delila anatumika kama shetani. Anamuuliza Samsoni, unategemea nini? Nini kikiondoka kwako utakuwa mtu wa kawaida? Sikiliza, kwenye semina hii unaweza ukawa hujui kama una kitu cha thamani ambacho umepewa na Mungu ukakidharau. Shetani huwa gadharau, anatafuta nini unachokitegemea. Unategemea nini kwenye maisha yako? Nguvu ulizonazo, uwezo ulionao umepata wapi? Maisha uliokuwa nayo imetoka wapi? Na Samsoni hakusema ukweli kwa sababu alikuwa ni mnadhiri wa Mungu. Tokea tumboni mwa mama yake aliambiwa, utakapozaliwa wembe usipite kichwani mwako. Wewe ni mtu maalum. Wewe ni mnadhiri. Mimi nitaangalia nywele, na kwa sababu ya hizo nywele mimi nitakuchunga, mimi nitakulinda. Nina agano na wewe. Samsoni akatunza lile agano, akawa Samsoni ametunza nywele zake. Alipoenda Delila akamwambia kwamba mimi nikifungwa nywele zangu na kamba mbichi mimi nakuwa kwa kawaida. Delila anafuatilia kila jambo. Akaenda akachukua kweli kamba mbichi akamfunga Samsoni. Samsoni alikuwa amefungwa pamoja na mitende. Samsoni akainuka, akainua ile mitende, ilikuwa mitende 7. Samsoni akainua ile mitende. Delila akaona kwamba ni kitu gani kimefanyika. Samsoni, nilitamani nijue asili ya nguvu zako nyingi ni nini ili ufungwe, ili uteswe. Samsoni hakumwambia. Kuna nyakati tunza sana siri ya vitu vya rohoni ulivyo navyo. Sio muhimu kila mtu ajue ulichonacho moyoni. Kuna saa nyingine tunza. Kuna watu wanaota ndoto za rohoni sana, halafu wanaenda kuzisema ndoto zao, na watu wanatamani hizo ndoto wahamishe. Kuna watu wanakutana na Mungu katika namna ya kipekee, anakwambia asili na vinaweza vikahamishwa. Kuna mambo ya rohoni lazima uyalinde kuliko unavyofikiri. Kuna mambo ya rohoni lazima uyatunze. Ngoja niseme na kina mama, labda mtanielewa. Mungu anapokupa neema ukiwa mjamzito, sio tu wiki ya kwanza watu wote wajue. Chunga sana zile wiki 7 za kwanza. Zina uadui kuliko kawaida. Sio lazima watu waende kuwaambie. Na kuna watu wanataka kujua, mbona tunakuona hauko sawa? Nasema mwenzenu nina ujauzito. Chunga. Kuna vitu ambavyo Mungu ndio maana akaviweka kuwa vificho. Ndio maana kuweka mimba ikakaa mkononi, aliweka tumboni ili ifichwe kwa muda. Sio muda wote watu wote wanatakiwa wajue wewe ni mjamzito. Kuna siri ambayo Mungu anaiweka. Majira yatafika watu wataona. Kwa nini kila kitu useme leo? Kuna nyakati ya kutunza vitu vya rohoni. Sio vitu vyote vya rohoni vinazungumzwa. Na wakati mwingine nazungumzia katika eneo la ndoto kwa sababu ndilo eneo ambalo limewatesa watu wengi. Umeota ndoto, unaenda kwa mtu ambaye hajui lolote, unaenda kumweleza ndoto yako. Kuna wengine wapo kwa ajili ya kuhamisha hiyo ndoto. Na kuna wengine wapo kwa ajili ya kuhamisha vile ambavyo Mungu amekupa katika maisha yako. Samsoni akaficha. Hakutaka kusema asili ya nguvu zake nyingi ni nini. Delila akamfuata tena mara pili akamwambia niambie. Samsoni akamwongopea tena mara pili.
Delila akamwambia kwamba kwa nini unaniambia maneno haya? Hebu nifuatilie vizuri. Nifuatilie vizuri katika sura ile ile ya 16, mstari wa 15 na mstari wa 16. Mstari wa 15 na 16. Waamuzi 16, 15 na 16. Biblia yangu inasema hivi. Mwanamke akamwambia, wawezaje kusema nakupenda na moyo wako haupo pamoja nami? Umenidhihaki mara hizi 3, wala kuniambia asili ya nguvu zako nyingi. Ikawa kwa vile, nisikize vizuri mstari huu, ikawa kwa vile alivyomsumbua kwa maneno yake kila siku na kumuudhi roho yake, ikadhikika hata kufa. Kiwango cha kuwindwa si kiwango kidogo, ni kiwango ambacho unakutana nacho kwa kiwango cha kudhikika. Shetani anapojua nguvu zako anakudhikisha, anakusumbua. Shetani anapojua nguvu zako anatafuta maneno, anakuletea vitu ambavyo utatakiwa ujibu tu, na ukijibu umepotea. Samsoni akatakiwa ajibu, anasumbuliwa. Kuna saa nyingine za usumbufu, kuna saa nyingine za mahangaiko. Adui yako anaweza kukusumbua, adui yako anaweza kukuhangaisha, adui yako anaweza kufanya ukaishi kwenye dhiki. Anataka kutoe kwenye nafasi ya Mungu. Adui yako anaweza akatengeneza maneno ambayo huyajui kwenye maisha yako, akaleta uchonganishi kwenye maisha yako, ukadhania kwamba unapopita, unadhania kwamba watu wote wanasema mabaya kwa ajili yako. Adui yako anaweza akatafuta na watu wakasimama kwa ajili yako, na ghafla ukajikuta kwamba unajisikia kama unanuka katikati ya watu. Anakupa dhiki, anakusumbua kwa maneno yake. Na saa nyingine watu waliokuwa wema kabisa walishindwa kuhimili maneno. Nisikilize vizuri, unataka kupona mtu hapa leo. Unashindwa kuhimili maneno, unalala usiku kwa maneno ambayo huyajui, hukuwahi kuyafanya, lakini ghafla limetokea neno linatembea, ghafla limetokea neno linakuja, linazungumzwa. Hujui hili neno limetokea wapi, lakini linatembea, linawaka moto na linaumiza. Unafika mahali unapata dhiki, unasema kwamba ni mimi kweli? Ni jambo hili ni kweli? Naambiwa ni mimi. Ni wewe ndio. Wanataka kujua siri ya nguvu zako, mwisho wako ni wapi? Uwezo wako, capacity yako, nafasi yako inaishia wapi, ili wafuate mahali waweze kumaliza katika maisha. Wanatafuta unaweza nini, wanaweza kama leo. Semina inazungumza sana kwa ajili ya watoto, vijana. Unaweza kama kamia kwa vijana wako, ukasikia ghafla swala la vijana wako limetembea kwa namna usiweza kuijua. Mama mmoja akapiga simu, akaeleza habari ngumu za watoto wake. Ni habari ngumu mno za watoto wake. Mungu amempa neema na watoto 2 tu, na mume wake amefariki, amemwachia watoto 2. Ametunza, amelea watoto wake 2, wamekuwa, amesomesha mwenyewe, kwa sababu wakati alipofiwa na mumewe hali haikuwa nzuri. Akaishi namna hiyo yule mama. Watoto wamekuwa, sasa ni watu wazima. Mtoto wake wa kiume amekwenda kusoma, kule kwenda kusoma amepata binti. Yule binti ni binti pekee katikati ya watoto wa 4 walivyozaliwa kwa yule baba. Binti akutana na huyu kijana, wakajenga mahusiano, binti akapata mimba. Kijana alipoambiwa akasema, mimi sijui habari za huyo binti. Binti anasema, ndio, huu ujauzito ni wa kwako. Binti akampigia simu mamake, mama wa kijana, akamwambia, mwanao amenipa mimba. Mama akasema, namuuliza kijana wangu. Kijana anasema, mimi sijui hiyo mimba. Nataka nifupishe maneno. Wamekwenda katika msuguano huo. Binti anasema, sasa mama mkwe, mwanao asiponioa na kuondoa maishani mwako. Umeshazaa mtoto,
Sema, unasemaje? Anasema, ninakuua. Ananipigia simu ananiambia, nafanyaje mchungaji, kwa sababu nazungumza na kijana wangu amebadilika. Kijana wangu ambaye nilimtunza, nilimlea, amekwenda chuoni, amerudi, kijana wangu ni rasta. Kijana wangu anafuga madevu. Namwambia kijana wangu, kwa nini huendi kanisani? Anasema, mimi napata mawaidha katika imani nyingine, wana mawaidha mazuri kuliko kanisani. Mama, umelelewa kanisani siku zote, mbona unalia kila wakati? Mimi nimeamua niende kwenye mawaidha, ninapata amani na furaha, ninasikia nguvu ndani yangu. Na kijana anamwambia mama yake, mtoto wa kiume nimebakia, niko mimi peke yangu. Mama, ukiondoka mali hizi ni za kwangu. Huyu dada hatapata hata kitu kimoja. Na mama, nakuombea Mungu akuchukue mapema na mimi nianze kuchukua vitu. Unaweza ukasema unapita kwenye eneo gumu, hujajua wengine wanapita katika maeneo gani. Unaweza kudhania kwamba maisha yako ni maisha ya mwisho kabisa, hujajua watu wanapita katika kiwango gani. Delila akamshambulia Samsoni kwa maneno. Samsoni akaona dhiki, akasema, kwa nini kuishi? Roho yangu imedhikika, sioni furaha tena, sioni amani tena, sioni matumaini tena. Natamani nifike mahali, Mungu simame uwe msaada wangu. Mungu simame uniondolee hii hali katika kiwango kigumu mno. Samsoni ikabidi aseme vitu ambavyo hakupaswa kusema, ikabidi aseme vitu ambavyo hakutakiwa kusema, ikabidi atoe siri. Sikiliza mstari wa 21 katika kitabu cha Waamuzi sura 16 mstari wa 21. Nimefupisha. Wafilisti wakamkamata, wakamng'oa macho, wakateremka naye mpaka Gaza, wakamfunga kwa vifungo vya shaba, naye alikuwa akisaga ngano katika gereza. Lakini zile nywele za kichwa chake zikaanza kukua tena baada ya kunyolewa kwake. Mambo 6 yalifanyika. Kwanza, walimkamata. Lengo la kwanza la adui yako ni kukukamata. Lengo la kwanza la adui ni kukukamata. Anakamata ufahamu wako, anakamata familia yako, anakamata watu wanaokuzunguka, anakamata vile ambavyo unategemea kwamba vitanivusha, anakamata. Kitu cha kwanza kilichofanyika kwa Samsoni, walikamata. Kukamatwa maana yake ni kuondolewa katika hali ya uhuru. Kukamatwa maana yake ni kuondolewa kwenye uwezo wako. Kuna vitu vyako vimekamatwa miaka, kuna vitu vyako vimekamatwa miezi, kuna vitu vyako vimekamatwa kwenye maisha na vimekamatwa. Unajitahidi kutaka kutoka, huwezi kutoka. Kuna vitu vimekamatwa. Unafahamu ya kwamba unahangaika kuliko watu wengine, mafanikio huyaoni. Unadhani kwa nini usifanikiwe? Unapambana kuliko unapopambana watu wengine. Mwingine anapambana kidogo anavuka, mbona unapambana mno na utoki? Kuna kitu kimekamatwa. Kuna uwezekano kukamatwa katika ulimwengu wa roho, kuna uwezekano kukamatwa katika ulimwengu wa mwili, lakini kuna kitu kimekamatwa. Imekamatwa nguvu yako ya ubaba. Baba akisema anasikiwa, lakini baba huyu akisema watoto hawasikii. Nguvu ya baba imekamatwa, sio baba tena. Umekamatwa nguvu yako ya kuwa mama. Unasema na mtoto anakujibu, unasema na mtoto anakujibu, na mwisho anakuambia amua, ndio unataka kuamua, halafu una maamuzi. Badala mtoto kulia, mama ndio unailia. Badala mtoto kulia, baba ndio unailia. Umekamatwa. Hiki ni kitu cha kwanza ambacho Shetani amefanya kwa ajili ya Samsoni. Alimkamata. Adui yako anatafuta kukukamata. Kitu cha pili ambacho walikifanya, walimng'oa macho. Lengo lake Samsoni asione tena. Thamani yako haionekani tena, uzuri wako hauonekani tena, furaha yako haionekani tena.
Muda wote umekuwa ni muda wa kuwaza. Ile nguvu yako haionekani tena, wamekung'oa macho, huoni tena. Hata wenzako wakiwa wanasema tumeona Mungu anatuhudumia, wewe kwako huoni tena, wameng'oa macho. Na hakuna kitu kibaya kama yaking'olewa macho ya rohoni. Unakamata, unaambiwa watoto twendeni kanisani, wenzako haoni kama kanisani ni mahali pa msaada. Unaambia twendeni jumuiya, anasema hatuoni kama jumuiya ina msaada. Wameng'olewa macho, hawaoni. Hawaoni vile vitu ambavyo unaviona, hawaoni hatari iliyopo mbele yao, hawaoni, wameng'olewa macho. Kwanza walikamatwa wakang'olewa macho. Watoto wako hawaoni, mke wako haoni, mume wako haoni. Fanya unavyofanya, hakuna kuappreciate kile kitu ambacho umekifanya, haoni. Umejitahidi mama wa watu, kama ni kupika umepika, kama ni kuweka vizuri umeweka vizuri, unaweka chakula mezani, mume haoni kama kuna chakula mezani, anakwenda kulala bila kula, haoni thamani yako. Umejitahidi, unasema kwamba labda nikifanya hivi ataona, labda nikifanya hivi ataelewa, haelewi, haoni. Unafanya kila kitu, mwenzako haoni. Zaidi ya yote anakuletea maumivu, anakuletea mateso, haoni uchungu wako, haoni maumivu yako, haoni hisia zako, haoni. Ameng'olewa macho. Jambo la tatu lililofanyika kwa Samsoni, walimhamisha. Walimtoa wakampeleka Gaza. Kuna wakati unaweza kuhamishwa, na Samsoni wakamhamisha. Nilishangaa sana nilipoenda gerezani. Mfungwa akanifuata akaniambia, naomba mchungaji uniombee. Nikamuuliza, nikuombee nini? Asa, naomba uniombee nisihamishwe gereza la Segerea. Acha niwe mfungwa, lakini kwenye gereza hili usiniombee niondoke kwenye hili gereza. Nilishangaa mno. Nikamwambia, mimi nidhani nasema nikuombee utoke. Asema kutoka mchungaji, Mungu atanipa nafasi nitatoka, ila uniombee kwa sababu sasa hivi kuna wafungwa wanahamishwa hili gereza. Orodha ipo, na inawezekana na mimi nikiwemo kwenye ile orodha nikahama kwenye hili gereza. Acha niwe mfungwa, lakini niombee nisihame kwenye gereza hili. Nilishangaa mno. Na anasema hivyo, nikiwa nimemaliza ibada, akaja mbele, akaja kupiga magoti, akainua na mikono yake juu. Asema, nilile ombi langu mchungaji, niwekee mikono nisiondoke gereza hili. Nikamwekea mikono, tukaomba. Jambo la ajabu sana likatokea. Wiki hii akapewa msamaha, akaambiwa ondoka, rudi nyumbani. Mfungwa hataki kuhamishwa gereza. Anadhani kuna kitu katika lile gereza, na kweli kulikuwa na kitu. Mimi sikuwa nimekiona, mfungwa anakiona, ya kwamba akiondoka kwenye lile gereza ataendelea kuwa mfungwa. Akibakia pale ndiyo yuko ndani, lakini ana uhuru. Huyu ni mfungwa. Kuhamishwa kuna gharama. Samsoni akahamishwa, akapelekwa Gaza. Jambo la 4, wakamfunga kwa vifungo vya shaba. Shaba inawakilisha mizimu, shaba inawakilisha miungu. Samsoni akafungwa na miungu, Samsoni akafungwa na shaba. Mungu alikuwa anamtegemea tena, hana nguvu kwake. Samsoni yupo kwenye kifungo. Ukumbuke chanzo kilikuwa ni kunyolewa nywele, chanzo kilikuwa ni kutoa siri. Samsoni anapita katika maeneo magumu, anakamatwa Samsoni, anang'olewa macho Samsoni, anahamishwa Samsoni. Samsoni sasa anafungwa na miungu ya Kifilisti inamfunga. Samsoni hana mahali pa makimbilio. Samsoni amebakia akitazama miungu ya Kimisri, miungu ya Kifilisti ndio inayemuongoza. Jambo la 5, Samsoni alikuwa akisaga ngano. Huyu ni shujaa, sasa ni msaga ngano. Kuna wakati unaweza ukafilisika mpaka ukafika mahali ukaanza kuomba vibarua vya kufua nguo za watu.
Kuna wakati unaweza kufilisika mpaka ukafika mahali ukasema kwamba naomba mnisaidie nipate na nauli tu ya kurudia nyumbani. Kuna wakati unaweza ukafika mahali ukawa maisha ya chini kabisa. Samsoni akawa anasaga ngano, na Samsoni akiwa katika kusaga ngano, Wafilisti wakawa wanafurahia. Wanasema yule adui yetu tumemmaliza, tumemkamata. Jambo la 6, Samsoni wakamtia gerezani. Hana macho, anasaga ngano, amehamishwa, yuko gerezani. Anaishije Samsoni? Anakaaje Samsoni katika mazingira hayo? Anaendaje Samsoni kwenye hayo maisha? Nini kinamtokea Samsoni kwenye haya maisha? Hebu yalete kwako haya maisha. Ulikuwa juu, unafika mahali sasa unakuwa ni mfungwa. Ulikuwa juu, sasa unafika mahali unahitaji. Kuna saa nyingine unaona aibu kuambia watu. Saa nyingine unasema kwamba nimwambie nani? Na saa nyingine unasema nikimwambia huyu mbona atacheka sana? Saa nyingine unasema kwamba nikimwambia ili iweje? Nilikuwa nimesema na wana maombi, kanisa letu lina utaratibu mgumu sana, na wakati mwingine utaratibu ule unatuumiza. Ukiwa umekuja na sadaka, halafu sadaka yako ikawa ni chache, ule utaratibu unaumiza. Na si utaratibu mwepesi. Ukiwa umekuja huna sadaka, mzunguko wa kwanza umeinuka na wenzako umekaa kwenye laini, mzunguko wa pili umeshindwa, hii piteni. Hii inauma kuliko unavyofikiri. Na naambia kweli, mzunguko wa kwanza ulijitahidi ukainuka ukaenda. Mzunguko wa pili ukishaona Mkristo amekaa namna mtazame usoni, na watu wengine hawaji kanisani kwa sababu ya kuogopa hii. Mungu ashukuriwe, napunguza hii mizunguko kustokuwaumiza watu wengine. Wengine uwezo wao ndio unaishia pale. Kitendo kile umepita mara kwanza, mara pili kaja sadaka nyingine, mara tatu kaja sadaka nyingine, umemvuka mara mbili, inakuja ya tatu, akiinuka huyo anajifanya ndio kutoa sadaka, harudi pale tena. Na sasa maadui wa Samsoni walikuwa wanafurahia, wakawa wanaona kwamba wamemaliza. Tusome mstari wa 25 hadi 28, ndiko kwenye ujumbe wangu wa siku ya leo. 25 hata 28. Mstari wa 25 hata ule wa 28. Ikawa mioyo yao iliposhangilia, wakasema, mwiteni Samsoni ili atufanyie michezo. Huyu mtu aliyekuwa hana macho, huyu mtu aliyekuwa amehamishwa. Wakamwita Samsoni atoke gerezani, akacheza mbele yao, wakamweka katikati ya nguzo mbili. Samsoni akamwambia yule kijana aliyemshika mkono, niache nizipapase nguzo ambazo nyumba hii imezishikilia, nipate kuzitegemea. Basi nyumba ile ilikuwa imejaa watu waume kwa wake, na wakuu wote wa Wafilisti walikuwamo humo, na juu ya dari palikuwa na watu 3,000 wanaume kwa wake, waliokuwa wakitazama wakati Samsoni alipocheza. Samsoni akamwita Bwana akasema, Bwana Mungu, nikumbuke na kuomba, ukanitie nguvu na kuomba mara hii tu, Mungu, ili nipate kujilipiza kisasi juu ya Wafilisti kwa ajili ya macho yangu mawili. Mungu akajibu, usifurahi adui yangu, niangukapo nitasimama tena. Mungu anamwangalia Samsoni ya kwamba kweli umepita katika hayo yote, lakini sasa ni wakati wa kusimama tena.
Umepita katika hayo kweli, umeng'olewa macho kweli, huna chochote kweli, umepita maeneo magumu kweli, lakini Mungu aliangalia nywele za Samsoni zilipoanza kuchipuka. Mungu naye alichipuka pamoja naye. Mungu alisimama pamoja naye. Mungu hakumwacha Samsoni. Aliangalia agano lake, aliangalia kusudi lake, aliangalia kitu ambacho aliweka nadhiri naye, aliangalia kitu ambacho kiliondoka Samsoni, kumbe kile kitu kimerudi tena. Na kwa sababu hiyo Mungu anasimama tena. Usifurahi adui yangu, niangukapo nitasimama tena. Na mimi natamani Wanasegerea, hii ni nyakati za Mungu kutusimamisha tena. Haijalishi tumenyolewa nywele, haijalishi tumeng'olewa macho, haijalishi tumepelekwa gerezani, inajalisha Mungu anatutazama kwa upya. Mungu anatuona kwa upya. Ni kweli nimeanguka, lakini kuna kusimama tena. Na mimi ninajua semina hii ni ya kusimama tena. Semina hii ni ya kusimama tena. Segerea, semina hii ni ya kusimama tena. Haijalishi umepita katika mapito ya namna gani, umetembea katika hali ya namna gani, ni sawa wamekung'oa macho, ni sawa wamekuweka gerezani, lakini semina hii Mungu akutazame kwa upya, Mungu akuone kwa upya. Nazungumza na watu wa Segerea, piga makofi kwa Yesu jioni ya leo. Maadui zako waliokuwa na furahi, maadui zako waliokuwa nasema wamekung'oa macho, maadui zako waliokuwa nasema wamekuhamisha, maadui zako waliokuwa wamekuja kukaa wakati unapata shida wanacheka, wakati unapata huzuni wao wamekusanyika. Watu 3,000 wamekusanyika, wanatazama mwisho wa Samsoni. Nataka nikwambie, huu sio mwisho, huu ni mwanzo. Mungu anasimama tena, Mungu anafanya tena. Hautakuwa mwisho kwa ajili ya watoto wako, hautakuwa mwisho kwa ajili ya familia yako, hautakuwa mwisho kwa ajili ya kwako wewe mwenyewe, hautakuwa mwisho kwa ajili ya ndoa yako, hautakuwa mwisho kwa ajili ya jambo lolote. Mungu atakuangalia kwa upya, Mungu atasimama tena. Ni kweli umeanguka, lakini Segerea ni wakati wa kuinuka. Segerea ni wakati wa kuinuka. Huu ni wakati wa kuinuka. Utakaa hapo hapo. Saa ya Mungu imefika, dakika za Mungu zimefika, sekunde ya Mungu imefika. Semina hii Mungu angalie kichwa chako. Semina hii Mungu angalie nywele zako. Semina hii Mungu angalie upako alioweka kwa ajili yako, ili Mungu arudishe tena nguvu zake. Mpe Yesu makofi Segerea. Mtikise jirani yako, mwambie usifurahi kwa ajili yangu, Mungu ananisimamisha tena. Mwambie tena mara pili, usifurahi, Mungu ananisimamisha tena. Mwambie mara tatu, usifurahi, Mungu ananisimamisha tena. Mwambie mara 4, usifurahi, Mungu ananisimamisha tena. Na mimi ninajua Mungu anakusimamisha. Na mimi najua Mungu anakusimamisha. Sijasikia makofi Segerea. Mungu anakusimamisha. Mungu anakusimamisha. Anakuweka panapo nafasi. Wewe ni wa viwango vipya, wewe ni wa daraja jipya, wewe si yule wa jana, wewe ni wa leo. Mungu anakuangalia kwa upya, atakutoa gerezani, atakusimamisha panapo nafasi. Samsoni akasema, nitafutieni nguzo, na wale wakamtafutia nguzo. Ipo nguzo, ipo nguzo, ipo nguzo, ipo nguzo, ipo nguzo. Tegemea hiyo nguzo, itengeneze mikono yako hiyo nguzo, ili Mungu arudishe tena, ili maadui zako waone unavyolipiza kisasi. Na mimi natamani maadui zako wawe wengi, usiwe na maadui wachache. Ukiwa na maadui wengi watajiita kwenye kikao, halafu wataanza kuambiana amerudi tena, amechipuka tena. Akiwa mmoja hatasema, atanyamaza kimya. Na mimi natamani maadui zako wawe wengi, ili waambiane, waseme ya kwamba amechipuka tena, amesimama tena. Na mimi jioni leo natamani Mungu akupe neema, akusimamishe tena, akuinue tena, akupandishe tena, akupeleke kwenye nguzo. Ile nguzo isimame juu yako, ile nguzo ikatende muujiza juu yako. Ile nguzo Wafilisti walioiweka, Mungu aisimamishe nguzo yake, sio nguzo tena Wafilisti, iwe nguzo imara. Wenye haki walikimbilia wakakaa salama. Na mimi nakwambia leo Segerea, kuna nafasi ya Mungu kukuweka salama, kuna nafasi ya Mungu kukuimarisha, kuna nafasi ya Mungu kukuinua, kuna nafasi ya Mungu kukutazama upya, kuna nafasi ya Mungu
kutembea naye. 2026 anza hatua zako, tembea na Mungu wako. 2026 usibakie pale pale. Ni kweli umekaa, miaka imekwenda, ni kweli umekaa, majira yamekwenda, lakini sasa Mungu aanze na wewe. Mungu atembee na wewe, Mungu asimame na wewe, Mungu akunyoshie mkono wako, Mungu akutazame. Nazungumza na mtu hapa alianguka alafu akasema kwamba haiwezekani tena. Nazungumza na mtu hapa ambaye moyo wake umekata tamaa. Nazungumza na mtu hapa aliyesema kuna faida gani kuishi. Nazungumza na mtu alipita katika eneo gumu sana. Nazungumza na mtu ambaye amekuwa na kilio cha muda mrefu. Nazungumza na mtu hapa ambaye amesema kwamba na liwalo na liwe. Nazungumza na mtu hapa ambaye Mungu anamtazama kipekee. Hii semina sio kwa ajili ya watu wote. Huyo mtu ndiye ambaye Mungu anataka kusema naye. Huyo mtu ndiye ambaye Mungu anataka kuminua tena. Huyo mtu ndiye ambaye Mungu anataka kumshika tena. Huyo mtu ndiye ambaye Mungu anataka kumpeleka hatua nyingine tena. Nazungumza na mtu mmoja ambaye Mungu amemtazama. Hii semina imeandaliwa kwa ajili yake. Ni kweli umeanguka, lakini kuna kusimama tena. Usifurahi adui yangu, niangukapo nitasimama tena. Na mimi sasa ni wakati wa kusimamisha tena. Nitakusimamisha kwa maombi, nitakusimamisha kwa kuweka nguzo imara, nitakusimamisha kwa kushikisha nguvu ya Mungu ndani ya maisha yako. Utasimama peke yako. Upo msalaba wa kusimamisha, ipo ngao ya kusimamisha, upo uwezo wa kusimamisha, ipo nguvu ya kusimamisha. Usikae pale ulipo. Huyu mtumishi wa Mungu anatuambia maneno haya, 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 anatuambia maneno haya. Huyu mtu wa Mungu anatuambia maneno haya. Nimeyapenda sana haya maneno. Na huyu mtu wa Mungu anatuambia haya maneno. Ile Mika, ile sura yangu ya 7, ninapoanza kuisoma Mika ile sura ya 7, pale nilipoanza kusoma nakutana na maneno haya. Mika katika ile sura 7, mahali nilipoanza kusoma anasema maneno haya. Yuko wapi Mungu wao? Anasema maneno haya. Ngoja nisome mstari. Nisome mstari. Ni mstari wa 10. Ndipo adui yangu ataliona jambo hili, na aibu itamfunika yeye aliyeniambia, yuko wapi Mungu wako? Hujamwona Mungu wangu Utamuona mwaka huu 2026. Si hujamwona Mungu wangu? Saa zote umekuwa ukinichezea chezea. Mungu wangu amenyamaza kimya, lakini mwaka huu utamuona Mungu wangu. Utamuona akiwa ameninua, halafu anasema na wewe utakuwa kama matope. Utakuwa kama, ngoja nisome mstari vizuri, mstari wa 11. Nisome vizuri mstari. Nisome vizuri mstari. Nisome vizuri mstari. Ndipo adui yangu ataliona jambo hili, na aibu itamfunika yeye aliyeniambia, yuko wapi Mungu wako? Macho yangu yatamtazama sasa, atakanyagwa kama matope ya njia kuu. Atakanyagwa kama matope ya njia kuu. Yeye aliyesema yuko wapi Mungu wake ataona aibu. Tazama jirani yako, mwambie natamani waone aibu. Unajua kuna aina nyingi za aibu, lakini ile aibu ya kwamba hata kuangalia mimi sitaki kuangalia, na natamani adui yangu nikiwa napita, yani ananiibia macho, anaona aibu, na mimi natamani adui yangu aone aibu. Haleluya! Niangukapo nitasimama tena, na maadui zangu wataona aibu. Nitakapokuwa napita wataona aibu, nitakaposimama wataona aibu, nitakapotembea wataona aibu. Badala mimi kuaibika, wataaibika wao. Badala mimi kufadhaika, watafadhaika wao. Kwa nini? Kwa sababu adui yangu ameona Mungu wangu anavyonipigania. Usifurahi adui yangu, niangukapo nitasimama tena. Natamani leo nimalizie hapo. Natamani Mungu akushike, usiendelee kuaibika. Aibu yako imetupwa mbali. Mungu ameanza kuonyesha wewe sio mnyonge tena, wewe ni mtu mwenye nguvu. Ulikuwa hujui nguvu zako,
ulikuwa hujui nafasi yako iko wapi, lakini Mungu akujulishe nafasi yako leo. Mungu akupe nafasi ambayo hujawahi kuifika. Mungu akupeleke kiwango ambacho hujawahi kwenda, akupeleke hatua ambazo hujawahi kukanyaga. Na kuna saa nyingine lazima Mungu wako wamshangae watu anavyofanya kwa ajili yako. Halafu unatamani sana wewe mwenyewe ushangae unapokutana na watu uliosoma nao primary, unapokutana na watu uliosoma nao university, unapokutana na watu ambao ulianza nao kazi, halafu wao wanakushangaa na wewe unawashangaa wao. Na unajiuliza kwamba mbona umechakaa namna hii? Asema kwa ajili ya maisha bwana. Lakini akumbuke shule ya msingi alipokuwa anakuwa kwanza, wewe unakuwa wa 8, alipokuwa anacheka, hili halina akili. Sifurahi adui yangu, niangukapo nitasimama tena. Umefanya biashara, anasema kwamba atafunga, huyu atafunga. Huyu ananunua mzigo hapa hapa. Wenzake tunaenda China, huyu hapa hapa. Mpaka tulete sisi ndio achukue. Ataenda wapi huyu? Hawezi kufanya lolote huyu. Huyu tamuona. Baada ya muda wanafunga wao maduka. Wewe pale pale ulikobakia. Hatua yako ile uliyobakia nayo, Mungu ameweka nguvu yake. Mungu anakusimamisha tena. Usifurahi adui yangu, niangukapo nitasimama tena. Naomba simama kwa miguu yako. Praise. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Wewe ni Mungu usiyeshindwa. Wewe ni tumesogea mikononi mwako Bwana. Tumeona tunavyodhihakiwa, tumeona tunavyochekwa. Hatuna mahali pa kwenda zaidi ya kuja kwako Bwana. Baba, namwombea mtoto wako aliyeng'olewa macho yake na sasa haoni tena.
haoni furaha yako, haoni amani, haoni tumaini tena, haoni nguvu zako, haoni utumishi wake, haoni huduma uliomwitia, haoni furaha tena, haoni kwa nini yupo. Baba, nimemleta mikononi mwako, naomba usimame pamoja naye. Ni maombi yangu jioni ya leo umtegemeze. Ni maombi yangu jioni ya leo umsimamishe Baba. Ni maombi yangu jioni ya leo Mungu uwe naye. Amefungwa Baba, chochote anachokifanya hakina matokeo, chochote anachokifanya Bwana hakileti maana, na kile anachokishika Bwana kimeteketea. Ameanguka Mungu katika kila hatua, lakini Baba jioni ya leo mtazame kwa upya, muone kwa upya Jehova, msaidie kwa sababu mwenyewe hawezi. Amekuwa mnyonge Bwana, amekuwa ni gumzo la watu wengine wakisema habari zake, wamekuwa watu wakisimulia habari zake. Yule alikuwa. Baba uko wapi? Mungu mwenye rehema uko wapi? Mungu mwenye uwezo uko wapi? Wewe utendaye makuu, wewe ugeuzae. Geuza Bwana, geuza maumivu yake yawe kicheko, geuza unyonge wake iwe baraka. Geuza Mungu wangu, nakusihi Baba, simama pamoja naye. Roho Mtakatifu ukae na kanisa lako. Naomba chukua sadaka yako. Shika sadaka yako mkononi. Sema nyuma yangu, Bwana Yesu, sadaka yangu hii ni ukombozi. Sadaka yangu ni manukato ya kunitoa katika hatua zote za vicheko vya maadui zangu. Naomba Baba yangu, naomba na Mungu wangu, sadaka hii ikawe mlango wa kunifungulia nipite mahali ambapo nilikuwa nimeanguka. Sadaka hii nisimamishe kwa upya katika uchumi wangu, katika maisha yangu na chochote nilicho nacho. Sadaka hii iwe baraka. Na iachilia sadaka hii mbele za uso wako, ikanene mema kwa ajili ya maisha yangu, na utukufu wako Bwana wangu ukakurudie. Pokea sadaka hii kwa utukufu wako. Amen. Naomba ukiwa umesimama upokee baraka. Bwana akubarikie na kulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na akufadhili. Bwana akuinulie uso wake akupe amani. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibu kwa sadaka. Jumatano tutakuwa na maombi maalum. Tutakuwa na maombi maalum Jumatano na tutakuwa na sadaka. Kesho nitapata muda wa kuzungumza kile ambacho Jumatano tutakuja kukifanya, tutaambatanisha na sadaka. Karibuni please.